Katika nchi yenye ardhi ya dhahabu, almasi na cobalt, nchi iliyoloa damu kwa mapigano na mapinduzi ya kisiasa, inasimama fumbo lisiloelezeka. Fikiria kuhusu kijana mdogo asiyejulikana sana, ghafla akaitwa ikulu ya Kinshasa kushika kiti cha uraisi katika taifa kubwa zaidi Afrika ya Kati. Fikiria dunia nzima ikitetemeka, ikiuliza kwa mshangao, ni nani huyu kijana mwenye sura ya utulivu lakini mwenye macho yanayoficha siri nzito? Safari yake haikuwa ya kawaida. Ilianza msituni, ikaelekea vitani, ikafika ikulu na hatimaye ikampeleka kwenye hukumu kali zaidi ya kisiasa. Hukumu ya kifo bila risasi, ni kifo cha heshima na ushawishi. Huyu ni Joseph Kabila. Leo tunafungua ukurasa wa historia uliojaa damu, matumaini, usaliti na utata. Karibu The Storyside. Joseph Kabila Kabange alizaliwa tarehe 4 Juni mwaka 1971 katika kijiji kidogo kinachoitwa Hewa Bora huko mkoa wa Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hewa Bora si jina lililokuwa mashuhuri duniani. Lilikuwa ni eneo dogo lenye maporomoko ya mito, milima mirefu na misitu minene. Katika kijiji hiki tulivu kwa sura, kilichojaa nyimbo za ndege na upepo wa ziwa Tanganyika, alizaliwa mtoto ambaye baadaye angekuwa mhimili wa historia nzima ya taifa kubwa la Kongo. Uzuri wa mazingira haukufunika ukweli ambao mchungu. Eneo hili lilikuwa likiishi chini ya kivuli cha vita, hofu na damu. Wakati huo nchi nzima ilikuwa ikitawaliwa na utawala wa Mobutu Sese Seko, mtu aliyejiita mfalme wa Zaire na ambaye alitawala kwa mkono wa chuma. Wengi waliona utawala wa Mobutu kama mfano wa ufisadi na ukandamizaji, na ndiyo maana wazazi wa Joseph Kabila walijikuta katikati ya mapambano ya ukombozi. Baba yake Laurent Desire Kabila alikuwa mmojawapo wa wapinzani wakali wa Mobutu. Akiwa mpiganaji msituni, Laurent alihamahama milima na mapori akipigania kile alichokiita Kongo huru. Hivyo basi, kuzaliwa kwa Joseph hakukuwa kwenye jumba la kifahari au hospitali za kisasa. Alizaliwa kwenye mazingira ya kivita, mahali ambapo milio ya risasi na nyimbo za wanamgambo vilichanganyika kama sauti ya kawaida ya maisha. Wakati watoto wengine wa viongozi wa Afrika wakikulia kwenye nyumba kubwa zenye walinzi na magari ya kifahari, yeye alikulia kwenye dunia ya hofu na kutoroka. Mara nyingi familia yake ililazimika kuhama kutoka kijiji kimoja kwenda kingine, wakiepuka mashambulizi ya vikosi vya Mobutu. Hivyo aliishi maisha ya kijana mkimbizi ndani ya nchi yake. Katika hali hii ngumu, Joseph alijifunza jambo muhimu ambalo ni ukimya na utulivu. Watu waliomfahamu tangu utoto walieleza kuwa hakuwa mtoto wa makelele au michezo mingi, bali alikuwa na tabia ya kutazama, kusikiliza na kuchunguza. Tabia hiyo ya utulivu ilikuja kumtambulisha baadaye katika maisha ya kisiasa. Kadiri alivyoendelea kukua, wazazi wake walihakikisha kwamba licha ya machafuko asikose elimu. Alianza masomo yake ya msingi katika mazingira ya kusuasua, mara nyingine akihama shule katikati ya muhula. Pindi vita vilipozidi kuchacha, alipelekwa nje ya nchi ili aendelee na masomo kwa usalama.
Kwanza aliishi na kusomea nchini Tanzania, ambako aliingia katika shule za msingi na sekondari kwa muda. Tanzania ilikuwa makao ya wapinzani wengi wa Kongo, na hivyo ilimpa mazingira tulivu ya kujifunza. Baadaye alipata nafasi ya kuendelea masomo ya juu zaidi nchini Uganda, ambapo alijikita katika mafunzo ya kijeshi na ya sayansi ya siasa. Ni katika vipindi hivi vya elimu nje ya nchi ndipo misingi ya maisha yake ya baadaye iliwekwa. Joseph alizoea lugha nyingi ikiwemo Kiswahili, Kifaransa na Kiingereza, lakini pia alijengwa nidhamu ya kijeshi na kufundishwa mbinu za kivita, jambo lililomwandaa kwa hatima ambayo hakuwahi kuipanga mwenyewe. Kwa kifupi, Joseph Kabila hakuwa mtoto wa kawaida. Alizaliwa na kukua katika kivuli cha bunduki, akalea utu wake katikati ya vumbi la vita, na akaandaliwa si kwa hiari yake binafsi, bali kwa mazingira yaliyomzunguka. Hapa ndipo mbegu za safari yake ya baadaye, ambayo ni safari ya uraisi na siasa ya Kongo, zilipopandwa. Miaka ya 90 ilipoanza, utawala wa Mobutu Sese Seko ulikuwa ukitikisika. Ingawa Mobutu alikuwa amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 30, nguvu zake zilianza kuyeyuka kama barafu kwenye jua kali. Ufisadi ulioshamiri, uchumi uliporomoka, na chuki ya wananchi vilimfanya atazamwe kama mzigo kwa taifa. Hapo ndipo baba yake Joseph, ambaye ni Laurent Desire Kabila, aliporudi tena na nguvu mpya. Akiwa amenyamaza kwa muda mrefu, alijitokeza na kuanzisha harakati kubwa ya kijeshi mnamo mwaka 1996. Harakati hizo zilijulikana kwa jina la AFDL, zikiwa na uungwaji mkono mkubwa kabisa kutoka kwa majirani ambao ni Rwanda na Uganda. Ndipo jeshi la AFDL lilianza kusonga mbele kwa kasi isiyo ya kawaida. Kwa wananchi wengi waliokuwa wakiumizwa na utawala wa Mobutu, AFDL ilionekana kama mwanga wa matumaini. Lakini kwa upande wa Joseph Kabila, harakati hizi zilikuwa mwanzo wa safari yake ya kijeshi. Ingawa hakuwa kiongozi mkubwa au mwenye uzoefu mkubwa wa vita, lakini alipata nafasi za kupewa ngazi za kijeshi ndani ya AFDL. Kwa mara ya kwanza, kijana huyu asiye na jina kubwa alijikuta akibeba silaha rasmi, akipokea amri na kushiriki mikakati ya kivita. Katika safari ya AFDL kuelekea Kinshasa, Joseph hakuwa mstari wa mbele kila wakati, lakini alihusishwa na mafunzo ya askari wapya, usimamizi wa vikosi na uratibu wa harakati za kijeshi. Ukaribu wake na baba yake ulimpa nafasi ya kujifunza siasa ya kivita na kujua undani wa ushirikiano kati ya Kongo na nchi jirani. Mwaka 1997, AFDL ilisonga kwa kasi ya ajabu kutoka mashariki mwa Kongo kuelekea magharibi. Kwa miezi michache walikuwa wakivamia miji mikubwa bila upinzani mkubwa. Mwishowe, mwezi Mei mwaka 1997, jeshi la AFDL liliingia Kinshasa, ambao ulikuwa mji mkuu wa Zaire, jina la wakati huo, na Mobutu Sese Seko akakimbilia uhamishoni. Kwa ushindi huo, Laurent Desire Kabila alitangazwa kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina ambalo alilibadilisha mara moja kutoka katika jina Zaire. Hii ilikuwa ni mwanzo wa sura mpya katika historia ya taifa. Kwa Joseph, ushindi huu ulimweka kwenye nafasi ya kipekee. Hakuwahi tena kuonekana kama mtoto wa kawaida
wa mpiganaji msituni. Sasa alikuwa miongoni mwa makamanda vijana waliokuwa karibu na rais mpya. Ingawa jina lake halikuwa bado linatambulika duniani, ndani ya Kongo na katika duru za kisiasa, alishaanza kutazamwa kama kijana mwenye mustakabali mkubwa. Kwa wakati huo bado alikuwa katika kivuli cha baba yake. Jina la Laurent Desire Kabila ndilo lililosikika kila kona, na Joseph alibaki kama kijana aliye kwenye hatua za mwanzo za safari ya kisiasa na kijeshi. Haikujulikana kuwa bado miaka michache baadaye dunia nzima ianze kulitaja jina lake kwa mshangao. Tarehe 16 Januari mwaka 2001, Kinshasa iliamka asubuhi kwa kishindo cha tukio lisilotarajiwa. Rais Laurent Desire Kabila, aliyekuwa shujaa wa mapambano, alipigwa risasi ndani ya ikulu na mmoja wa walinzi wake wa karibu. Tukio hilo lilikuwa la ghafla mno na la kushtua na lililotikisa misingi ya taifa lote. Kwa muda mfupi, Kongo iliingia kwenye giza la kisiasa na kiusalama. Serikali, jeshi na wananchi walijikuta kwenye sintofahamu, wakijiuliza kuwa nani alikuwa nyuma ya mauaji haya. Je, ilikuwa ni njama ya mataifa ya kigeni? Je, ni njama ya ndani ya jeshi lake? Au ilikuwa ni usaliti kutoka kwa mtu wa karibu zaidi kuliko mtu yeyote angeweza kufikiria? Wakati maswali haya yakitanda hewani, taifa kubwa la Kongo lilikuwa linaelea bila nahodha, ikijiuliza ni nani ambaye angechukua nafasi ya Laurent Desire Kabila. Je, taifa lingeangukia tena kwenye mikono ya vita na ukoloni wa kiuchumi? Katika hali hiyo ya mkanganyiko, jina moja likaanza kuzungumzwa kwa sauti ya mshangao na hofu, jina ambalo ni Joseph Kabila Kabange. Joseph, kijana wa miaka 29 pekee wakati huo, hakuwa na jina kubwa katika siasa za umma. Alijulikana zaidi kama mwana wa rais na kama kijana aliyehudumu jeshini, akisimamia baadhi ya operation za kijeshi upande wa mashariki. Hakuwa na uzoefu wa kisiasa wa moja kwa moja, hakuwahi kuonekana akihutubia hadhara kubwa, na hakuwa maarufu hata katika miji mikuu. Lakini ghafla upepo wa historia ulimpeleka pale ambapo hakuwahi kuota, ambapo ni kwenye kiti cha urais. Tarehe 26 Januari mwaka 2001, ndani ya siku 10 baada ya kifo cha baba yake, Joseph Kabila alitangazwa rasmi kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dunia ilibaki ikishangaa. Kwa mataifa makubwa na viongozi wa kigeni, jina hili lilikuwa jipya kabisa. Mashirika ya habari yaliripoti kwa mshangao, yakisema, huyu kijana ni nani asiye na jina kubwa, ambaye ghafla amekalia kiti cha taifa lenye ukubwa sawa na Ulaya Magharibi? Kwa wananchi wa Kongo, hisia zilichanganyika. Wapo waliomuona kama ishara ya matumaini mapya, kijana mwenye sura ya utulivu ambaye labda angeleta mabadiliko. Lakini wengi walibaki na shaka kubwa. Je, kijana huyu ataweza kushikilia taifa lililojaa vita, madini na tamaa ya mataifa jirani? Na wapo waliomuona kama msaliti kwa kifo cha baba yake. Uinuko wa Joseph Kabila haukuwa matokeo ya maandalizi ya muda mrefu, bali ulikuwa ni mgeuko wa ghafla wa kihistoria. Kifo cha ghafla cha baba yake kilimvuta kutoka kivulini hadi kwenye jua kali la uongozi. Hapo ndipo safari yake kama kiongozi wa taifa kubwa, tajiri kwa rasilimali lakini masikini kwa amani,
ndipo ilipoanza rasmi. Joseph Kabila aliporisi urais mwaka 2001, alijikuta kwenye kiti cha moto zaidi barani Afrika. Nchi yake ilikuwa katikati ya vita vya pili vya Kongo ambavyo vilipiganwa mwaka 1998 hadi 2003, vita vilivyohusisha zaidi ya mataifa 7 na makundi mengi ya waasi wakipewa jina la World War of Africa. Hali ilikuwa tete. Mashariki ya Kongo ilikuwa chini ya wanajeshi kutoka Rwanda na Uganda. Kusini kulikuwa na ushawishi wa Zimbabwe na Angola waliokuwa wakimuunga mkono baba yake, na ndani ya Kongo kulikuwepo na makundi yasiyo na hesabu ya waasi wenye silaha. Hiyo kwa taifa changa kama Kongo lilikuwa janga la kitaifa. Lakini Kabila, licha ya umri wake mdogo na kutokuwa na uzoefu mkubwa wa kisiasa, alichukua msimamo wa kushangaza. Badala ya kulipiza kisasi na kuendeleza vita, aliamua kuzungumza. Hatua zake za kidiplomasia zilimfanya ajulikane kama kiongozi mwenye mtazamo wa amani. Alianza mazungumzo ya moja kwa moja na Rwanda na Uganda, mataifa yaliyokuwa yameweka wanajeshi ndani ya ardhi ya Kongo. Katika mikutano ya kimataifa, Kabila alijionyesha kuwa kiongozi mwenye busara, akitumia lugha ya maridhiano badala ya ukali. Hatua hii iliwashangaza viongozi wa Magharibi na hata Umoja wa Mataifa uliokuwa ukihangaika kusimamia amani katika eneo hili. Kabila alionekana kijana mwenye uwezo wa kugeuza sura ya Kongo kutoka taifa lililokuwa likijulikana kwa vurugu kuelekea taifa linaloweza kuwa mfano wa upatanisho barani Afrika. Mwaka 2002, jitihada zake zilipelekea kusainiwa kwa makubaliano ya amani ya Pretoria na Sunset yaliyopunguza mgawanyiko wa kuweka misingi ya serikali ya mpito yenye ushirikiano wa kisiasa. Hili lilikuwa hatua ya kihistoria, kwani kwa mara ya kwanza vita vya Kongo vilianza kufungwa rasmi kupitia makubaliano ya karatasi badala ya bunduki. Kwa hatua hii, Joseph Kabila alijipatia heshima kubwa ya kimataifa, akiungwa mkono na majirani, washirika wa kijeshi na mataifa ya mbali. Lakini pamoja na mafanikio hayo, bado changamoto kubwa ya kujenga taifa lililovunjika kiuchumi ilimsubiri. Mwaka 2006 ulikuwa mwaka wa kihistoria kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kijeshi, udikteta na vita vya wenyewe kwa wenyewe, hatimaye taifa hili liliandaa uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia tangu enzi za Patrice Lumumba. Katika uchaguzi huo, Joseph Kabila, ambaye wakati huo alikuwa kijana mwenye sura tulivu na asiyeongea sana hadharani, aliingia vitani na Jean Pierre Bemba, kiongozi maarufu wa zamani wa waasi. Kampeni zilikuwa kali na ziliibua hisia kali miongoni mwa wananchi. Wengi walimuona Kabila kama ishara ya amani mpya, huku Bemba akijitangaza kama sauti ya watu waliotaka mabadiliko ya kweli. Mwishowe, tume ya uchaguzi ilimtangaza Kabila kuwa mshindi, jambo lililopelekea shangwe katika kambi ya Kabila, lakini pia lawama kutoka kwa wapinzani waliodai kulikuwa na kasoro nyingi. Licha ya hayo, matokeo yalithibitishwa na mahakama na kuungwa mkono na jamii ya kimataifa, jambo lililompa Kabila legitimacy ya kwanza ya kisiasa kama kiongozi wa kuchaguliwa kidemokrasia. Kabila alitumia nafasi hiyo kujenga picha ya kiongozi wa mageuzi. Serikali yake ilitangaza miradi mikubwa ya maendeleo,
barabara kuu zikarudishwa, miradi ya umeme ikazinduliwa na mikataba ya uchumi na China ikafungwa, hasa katika sekta ya madini yenye thamani kubwa kama coltan, cobalt na shaba. Hatua hizi zilionekana kama mwanzo wa Kongo mpya. Lakini changamoto hazikukoma. Mwaka 2011, Kabila alijaribu tena bahati yake kwenye uchaguzi wa pili. Safari hii hali haikuwa nyepesi. Upinzani ulijipanga vizuri zaidi na madai ya udanganyifu yalitanda. Licha ya machafuko na malalamiko kutoka kwa waangalizi wa kimataifa, Kabila alitangazwa kuwa mshindi. Hivyo akaendelea kuiongoza Kongo kwa muhula wa pili, na hivyo kusalia madarakani kwa jumla ya miaka 18, yani mwaka 2001 hadi 2019. Katika kipindi hicho, picha ya Kabila ilibaki na sura mbili. Kwa upande mmoja, ilikuwa kiongozi kijana aliyeleta utulivu wa baada ya vita na kuvutia wawekezaji. Lakini kwa upande mwingine, kulikuwa lawama kubwa kuhusu ukosefu wa demokrasia ya kweli, rushwa na utawala wa mabavu uliojificha chini ya kivuli cha maendeleo na upole wake. Pamoja na sifa alizopata awali kama kijana aliyerejesha matumaini, utawala wa Joseph Kabila haukuchepuka kwenye kivuli cha misukosuko na lawama. Kadiri miaka ilivyopita, picha yake ya kiongozi wa amani ilianza kupasuka taratibu, ikifichua upande mgumu wa siasa za Kongo. Kwanza kabisa, ufisadi mkubwa uliendelea kuikumba serikali yake. Kongo, taifa lenye utajiri mkubwa wa madini na ardhi yenye rutuba, lilibaki kuwa moja ya mataifa masikini zaidi duniani. Ripoti nyingi zilionyesha kuwa sehemu kubwa ya mapato ya rasilimali ilipotelea mifukoni mwa wanasiasa, maafisa wa kijeshi na makampuni ya kigeni, badala ya kufika kwa raia wa kawaida walioteseka. Pili, migogoro ya mashariki mwa Kongo haikupata suluhu ya kudumu. Eneo la Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri iliendelea kushuhudia makundi ya waasi yenye silaha yakipigana kati yao au dhidi ya serikali. Vita vya mara kwa mara vilisababisha maelfu ya vifo na mamilioni ya raia kuhama makazi yao. Juhudi za amani zilikuwepo, lakini hazikuondoa kabisa sura ya Kongo kama taifa lenye machafuko yasiyoisha. Zaidi ya hayo, rasilimali za Kongo ziliendelea kuwa chanzo cha laana. Almasi, dhahabu, cobalt na coltan, madini ambayo dunia nzima inahitaji kwa teknolojia ya kisasa, yalichimbwa kwa wingi, lakini yakanufaisha makampuni ya kimataifa na majirani wenye nguvu. Wananchi waliobaki wanaona utajiri wao ukitoroshwa, huku wakihangaika na umasikini, njaa na huduma duni za kijamii. Changamoto kubwa zaidi kwa jina la Kabila ilikuja mwaka 2016, pale ambapo muda wake wa kikatiba ulipofika kikomo. Badala ya kuachia madaraka na kuruhusu uchaguzi, Kabila alichelewesha mchakato huo, akitoa sababu za kiufundi na kifedha. Hatua hii ilisababisha maandamano makubwa, vuguvugu la upinzani na lawama kutoka kwa jamii ya kimataifa. Machafuko yaliongezeka mitaani na polisi pamoja na jeshi walituhumiwa kutumia nguvu kubwa kukandamiza sauti za wananchi. Matokeo yake, kijana aliyewahi kuonekana kama ishara ya amani na matumaini, sasa alionekana na wengi kama mtawala aliyeshikilia madaraka kwa hila. Picha yake ya kimataifa ilianza kuporomoka, huku hata washirika wake wa awali wakihoji kama kweli alikuwa bado kiongozi wa mabadiliko au
ni sehemu ya tatizo lililowasumbua Wakongo kwa miongo mingi, ndipo iliwafanya walio wengi kupigia mstari uvumi wa kumsaliti baba yake. Baada ya mivutano mikubwa ya kisiasa, maandamano ya wananchi na shinikizo la kimataifa, hatimaye Joseph Kabila alilazimika kufanya jambo ambalo wengi hawakutarajia. Nalo ni kukubali uchaguzi wa mwaka 2018 bila yeye mwenyewe kugombea tena. Hatua hii ilionekana kama ushindi wa demokrasia katika Kongo, lakini pia kama mkakati wa kisiasa wa Kabila kulinda maslahi yake binafsi na ya chama chake. Katika uchaguzi huo, kwa mshangao wa wengi, Felix Tshisekedi alitangazwa kuwa mshindi na hivyo kumaliza rasmi enzi ya Kabila katika ikulu ya Palais de la Nation. Kuondoka kwake hakumaanisha kupoteza kila kitu. Kupitia chama chake cha PPRD na muungano mkubwa wa kisiasa uitwao FCC, Kabila alibaki na nguvu kubwa bungeni, akitazamiwa kama rais wa kivuli mwenye ushawishi juu ya serikali mpya. Lakini kadiri muda ulivyopita, nguvu hizo zilianza kuyeyuka taratibu. Rais mpya Tshisekedi alianza kujenga muungano wake wa kisiasa, akiwavuta wabunge na viongozi ambao hapo awali walikuwa waaminifu kwa Kabila. Hali hii ilisababisha kile kilichoitwa kuporomoka kwa ngome ya kisiasa ya Kabila. Washirika waliokuwa nguzo ya nguvu zake walianza kumsaliti, wakihama kambi na kujiunga na Tshisekedi. Siasa za Kongo zikabadilika ghafla, na Kabila aliyewahi kushikilia uongozi wa taifa kubwa zaidi Afrika ya Kati alijikuta akipoteza udhibiti wake kwa kasi. Hali hii pia iliathiri taswira yake ya heshima. Wakati fulani alionekana kama kijana jasiri aliyeleta amani na mshindi wa vita vigumu, lakini sasa jina lake lilianza kuonekana kama mzigo wa kisiasa. Wapinzani wake walitumia kila kosa la zamani, ufisadi, ukandamizaji na ucheleweshaji wa uchaguzi, kama silaha ya kumvua uhalali. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2001, Joseph Kabila alijikuta nje ya kiti cha enzi na bila ushawishi ule ule wa awali. Ingawa bado walibaki na wafuasi katika maeneo fulani ya mashariki ya Kongo na ndani ya chama chake, lakini nguvu zake hazikufanana na kipindi alichokuwa ikulu. Muda ulivyozidi kusonga, jina la Joseph Kabila liliendelea kupoteza nguvu za kisiasa. Hata hivyo, hatua kubwa zaidi imekuja mwaka 2025, pale ambapo mahakama ya kijeshi ya Kinshasa imemkuta na hatia kwa makosa mazito, yani usaliti wa taifa, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, ubakaji, mateso na mauaji. Hukumu yake imekuwa nzito na ya kushtua ulimwengu, ambayo ni hukumu ya kifo, na ikatolewa in absentia, kwani Kabila hakuwepo mahakamani wakati hukumu ikisomwa. Kwa hukumu hii, safari ya Kabila kutoka kijana mdogo aliyeingia ikulu kwa ghafla hadi kuwa rais kijana zaidi barani Afrika imefikia kilele cha kusikitisha. Dunia imeiangalia kwa mshangao. Mtu aliyewahi kuonekana kama tumaini la amani sasa ametupwa gizani kama msaliti na mhalifu wa kivita. Lakini zaidi ya hukumu hiyo, athari kubwa ilikuwa kwenye taswira yake ya kihistoria. Joseph Kabila amepoteza nafasi ya kuacha urithi wa heshima kama shujaa wa taifa. Badala yake, jina lake linaanza kuandikwa kwa wino wa utata. Kijana aliyewahi kuinuliwa kama shujaa, lakini akashuka taratibu hadi akawa kivuli cha kiongozi aliyehujumiwa na historia na makosa ya utawala wake mwenyewe.
Siasa za Kongo zimemgeuza kuwa mfungwa wa kihistoria. Wengi wanaona hukumu hiyo kama hitimisho la safari yake ndefu yenye migongano, kutoka utukufu wa ghafla hadi aibu ya kushtakiwa kama mhalifu. Hadithi ya Joseph Kabila ni simulizi ya kushangaza. Ni kijana aliyeibuka ghafla kuwa rais, akawa mpatanishi wa vita kubwa zaidi Afrika, akatawala kwa karibu miaka 18 na hatimaye akashushwa ngazi na historia. Leo hii jina lake linasalia kuwa kumbukumbu ya kiongozi aliyeinuliwa na bahati mbaya ya historia. Akashika nafasi kubwa, akafanya makubwa, lakini pia akaharibu mengi. Swali linabaki kuwa, je, Joseph Kabila atakumbukwa kama shujaa aliyeleta amani kwa Kongo, au kama mtawala aliyeharibu nafasi ya kizazi kizima? Je, unafahamu nini kuhusu Joseph Kabila? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.